Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia? Kwa upande wangu mimi niko Sodak and hapo uko poa sana na unaendelea kuifuatilia Biomedia kwa ajili ya update mbalimbali. Leo bana tunakusogezea taarifa ambako unaambiwa Alikiba hamwezi Diamond kimziki, mambo kibao amemzidi. Hizi hapa zile zinazowatofautisha wawili hawa. Ni gani mambo yamekaje? Ambatana na mimi mpaka tamati ambako leo tunaangazia muziki wa Bongo Flava bana, namna ambavyo umekuwa na sura nyingi sana miongoni mwa mashabiki wengi. Lakini majina mawili tu ambayo yamekuwa mstari wa mbele kwa zaidi ya muongo mmoja ni Diamond Platnumz na bwana mkubwa Alikiba. Wasanii hawa wawili bana wamefanikiwa kiukubwa na wamejadiliwa sana mitandaoni, na mara kwa mara wanakuwa wanatajwa kutokana na ushindani wao pia wa kifani, umaarufu ambao unaambatana nao. Sasa ingawa watu wawili wamechangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania na hata Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini takwimu na historia zao zinaonyesha kuna utofauti mkubwa sana unaowafanya kila mmoja kusimama kivyake. Sasa Master hawa wawili Alikiba pamoja na Diamond Platnumz wamewahi kushirikiana katika wimbo wa Kigoma All Stars Nyumbani ambayo iligonga mwaka 2013, lakini pia walionekana pamoja katika video ya Tundamani Starehe Gharama mwaka 2011. Licha ya kushirikiana mara chache, wamekuwa pia wakishindanishwa mara kwa mara na mashabiki, na tofauti zao kimaisha, kimuziki zinaweza kujitokeza wazi kila wakati tumeona. Kwanza kwa upande wa album, Diamond Platnumz tayari utakumbuka amekwisha kutoa album 3, Kamwambie 2010, Lala Salama 2012, lakini na A Boy from Tandale 2018 pamoja na EP moja ya First of All 2022. Na kwa upande wa Alikiba sasa naye ameweza kutengeneza album 3. Kuna album ya Cinderella mwaka 2007, lakini pia kuna album ya Alkay For Real mwaka 2009 na ya Only One King 2021, lakini pia iko sambamba na EP yake mpya Star ya 2024. Sasa tofauti kubwa hapo ni kubwa kwa Diamond Platnumz kwamba amekuwa akitoa album katika miaka yenye mgawanyiko wa mbili, lakini Alikiba amekuwa akichagua miaka isiyogawanyika kwa mbili. Lakini pia hakuna kati yao ambaye amewahi kutoa album au EP ndani ya mwaka mmoja, jambo ambalo linaashiria sasa kutoa nafasi kwa kazi zao kushamiri sokoni. Lakini jambo la pili ni katika tuzo za music. Diamond Platnumz ndiye msanii pekee ambaye alishinda mara nyingi zaidi kwenye Tanzania Music Awards TMA, lakini pia amekuwa akijivunia tuzo 22 right now, jambo ambalo linamfanya kuwa kinara wa muda wote. Sasa kwa upande wa Alikiba bwana, yeye ameshinda tuzo 18 pekee, huku mara ya mwisho akibeba tuzo hiyo ikiwa ni mwaka 2023 na ilikuwa ni kupitia wimbo wake wa Mahaba. Na Diamond Platnumz pia alishawahi kufanikisha historia yake kipekee mwaka 2014, itakumbukwa kwa kubeba tuzo 7 kwa usiku mmoja tu, record ambayo haijavunjwa mpaka leo hii. Alikiba pia aliweka record mwaka 2015 kwa kuchukua tuzo 5 kwa mpigo na akaendeleza ushindani huo mwaka 2021. Tunakuja kuangazia tofauti ya 3 kwa upande wa changamoto na vikwazo vya kimaudhui. Alikiba bana kiukweli hajawahi kufungiwa nyimbo zake na Baraza la Sanaa Taifa kwa maana ya BASATA, jambo ambalo linaonyesha msimamo wake wa kutunza maadili kwenye kazi zake za kila siku. Lakini tunakuja kwa upande wa Diamond Platnumz, bana ama kukumbana na marufuku mara kadhaa, ikiwemo nyimbo zake ya Hallelujah 2017 ilipigwa marufuku, kuna nyimbo ya Waka 2017 pia hiyo pamoja na video ya Tasubiri mwaka 2022 pia ilikumbana na changamoto ya kufungiwa. Lakini tofauti ya 4 ambayo inatofautisha wawili hawa ni kwenye ufuatiliaji wa kidigitali. Diamond Platnumz bana amekuwa ni msanii wa pili kwa kutazamwa zaidi katika YouTube barani Afrika, nyuma ya Burna Boy kutoka nchini Nigeria. Lakini pia ukija kwa upande wa Alikiba hajafanikiwa kabisa kuingia katika orodha ya wasanii 10 bora wenye watazamaji wengi zaidi kwenye jukwaa la watazamaji. Umaarufu wa Diamond Platnumz katika mitandao ya kijamii umemsaidia kuendelea kuwa na nguvu ya kibiashara pamoja na kidigitali. So kwa ujumla tofauti hizi zinaonyesha kwamba ingawa wote ni magwiji wa music wa Bongo Flava na chachu ya ukuaji wa Bongo Flava, lakini Diamond Platnumz pamoja na Alikiba wana mikondo tofauti ya mafanikio. Diamond ameweza kujikita zaidi kwenye ukubwa wa majukwaa na mitandao, lakini pia Alikiba ameonekana kuenzi zaidi ubora wa kazi zake na usafi wa maudhui. Tofauti hizi ndizo ambazo zinawafanya wabaki kuwa nembo mbili kubwa ambazo zinashindanishwa kila mara kwenye music
nchini Tanzania. Hizi ndizo tofauti pekee ambazo zinasababisha wawili hawa kutrend na kumeke headline na kuwagawanya mashabiki zao mitandaoni. Shabiki wa nani, unamkubali nani? Endelea kudrop comment yako hapo chini hapo, sitangazia next video tuone wewe kwa upande wa Diamond Platnumz ama Alikiba. Call me official Rose D. Hii ni Biomedia. Share, like, subscribe. Karibu katika update nyinginezo.